Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi Zanzibar inaendelea kutoa elimu kwa wananchi katika mikoa mbalimbali kupitia maadhimisho ya Wiki ya Ardhi yenye lengo la kuhamasisha jamii kutambua umuhimu wa umiliki halali wa ardhi na upatikanaji wa hati za umiliki. Akizungumza katika uzinduzi wa zoezi la utoaji hati za ardhi na elimu kwa wananchi uliofanyika katika kijiji cha Paje, mkoa wa Kusini Unguja, Mkuu wa Wilaya Kusini Othman Ali Maulid amesema ardhi ni rasilimali muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na uchumi. Kama tunavyoelewa kwamba ardhi ni moja kati ya rasilimali muhimu na kubwa inayochochea maendeleo. Kwa bahati nchini kwetu hapa Zanzibar ni visiwa. Pamoja na majukumu yake, ardhi yetu ni ndogo. Idadi ya watu inaongezeka kila uchao. Tukichukua takwimu hapa, baada ya mapinduzi tulikuwa karibu 300,000. Lakini leo tukiangalia hapa tuna takriban milioni 1.8 na kwenda kwa milioni 2. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba ardhi yetu iko pale pale, lakini watu tunaongezeka. Kwa mahitaji ya ardhi yatakuwa ni makubwa kwa shughuli za maendeleo pamoja na kijamii. Kwa hiyo tuna haki ya kuipa mpangilio mzuri ardhi yetu hii ili tutumie tuende vizuri zaidi. Kwa upande wake, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Ardhi Musa Kombo Bakari amesema Wiki ya Ardhi inalenga kuongeza uelewa kwa wananchi katika masuala ya ardhi pamoja na kuwapatia huduma mbalimbali zinazohusiana na umiliki wa ardhi. Tutatoa elimu katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Leo tuko Paje, tutatoa elimu, lakini pia tutatoa huduma zetu kupitia hii kliniki ya ardhi ambayo kuna mada 3 zitajadiliwa, ikiwemo mada ya migogoro ya ardhi, namna gani ya kuepuka migogoro ya ardhi na njia za kusuluhisha migogoro ya ardhi, lakini pia namna ya kupata hati za umiliki wa ardhi. Tunaweza kuwaeleza wananchi taratibu ambazo zinapaswa kuchukuliwa katika utoaji wa hizi hati, mambo gani ya kuzingatia na hatua za kufuatwa. Lakini mada nyingine itahusu uhaulishaji wa ardhi. Tunafahamu kwamba wananchi wengi wanahaulisha ardhi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia mbalimbali, ikiwemo njia ya manunuzi kwa maana ya kununua, lakini njia ya mirathi, njia ya hiba kwa maana ya zawadi, mtu mmoja kumpa zawadi mtu mwingine, lakini nyingine ni kwa kupatiwa utambuzi. Kwa hivyo hizo ndio njia ambazo tunazitumia, na leo tutatoa taaluma hiyo ili wananchi waweze kufahamu na vigezo gani hasa vya kuzingatia wakati wa kuhaulisha ardhi. Wakichangia mada kuhusu athari za migogoro ya ardhi, usajili wa ardhi na uhalalishaji katika hafla hiyo, wananchi wa Kusini wametoa maoni na malalamiko yao kuhusu migogoro ya ardhi. Na uhakika suala lino haliwezi kuepukika hata siku moja, kwa sababu watendaji ni watu wa ardhi. Hilo la kwanza. Na ushahidi nao. La pili, zinakwenda pimwa sehemu usiku ambayo ni sehemu za watu ambao wanamiliki. Halafu mwisho wa siku mwenyue eneo kana kwenda mtu bwana shamba yako nyuzia akaenda kana kwamba eneo lino limepimwa, na watendaji ni watu wa ardhi. Kwa nimenunua kiwanja pale Bungi, kiwanja cha nyumba. Kwa bahati huu mwaka kama wa 1917 mtapanga hesabu. Kiwanja hicho na kusudia kujenga, lakini pana wajanja 3 ambao wanasema nao chao. Mimi nimeenda kwa sheha wajumbe pale Twamtende huyo ambaye ndio alishuhudia mauzo hayo. Naambia kuna wajanja pale wanasema chao. Lakini mimi natafuta wako wapi niwalete hapa, kila mmoja atoe hati yake hiyo ya kwa sheha. Lakini hawajichomozi. Sasa na mimi naogopa kujenga sijekuwa baadaye wakaja wakasema pangu. Kabisa tuelewane. Mimi hati yangu nayo ya sheha wa mwanzo ambaye amefariki, na huyu wa pili anaelewa kwa hilo eneo ni langu. Sasa mimi naomba msaada kujibiwa kwamba je, mchukue hatua gani? Wakiatolea ufafanuzi malalamiko ya wananchi, viongozi waliowasilisha mada hizo wamesema unapokuwa sasa unataka kufungua mgogoro wako kwenye mahakama ya ardhi, basi katika kila mkoa zipo, utaupeleka mgogoro wako, utasikilizwa kitaratibu na mahakimu husika ambao wapo katika maeneo hapo. Kuna maofisa tayari wapo, ukenda watakupokea, watapokea lalamiko lako,
watalifungua na watafata taratibu. Sasa tunataka wananchi kwamba wazielewe hizi njia. Hizi zimewekwa kwa ajili ya kutatua migogoro ambayo inaibuka, na lengo kubwa zaidi ni kuwapunguzia wananchi ule ugumu wa ile migogoro ya ardhi ambayo ipo, na kuweza kuitatua kwa wakati na kuimaliza, ili kuwaondoshea wananchi migogoro ya ardhi, kama ambavyo serikali yenyewe imedhamiria kuondosha migogoro ya ardhi Zanzibar. Maadhimisho haya ya wiki ya ardhi yanatarajiwa kufanyika katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar kwa lengo la kuwafikia wananchi wengi zaidi, ili kuimarisha uelewa kuhusu umuhimu wa umiliki salama wa ardhi. Zaitun Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577785490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya